Bana, mke wa Nawanda amekuwa mjinga kwa sababu kipindi chote hakuwahi kumuuliza kabisa huyu bosi wake kama ana familia au la. Na leo amelala na bosi wake paka asubuhi, lakini baada ya kukucha asubuhi akamwambia, yani leo nimekuwa kama surprised hivi. Ni kwamba sijawahi kukuuliza kama una familia au una mke labda, lakini bosi alimwambia usiulize maswali hayo kwa sababu hayana maana kwa wakati huu. Baada ya hapo wakaondoka na kuelekea kazini. Huku upande wa Suzy anazidi kumshauri Tony ya kwamba amwache Wendy na aoane naye kwa sababu pamoja na kwamba anampenda, anamfanyia kila kitu, lakini Wendy amekuwa ni mtu wa kumdharau na hakuwahi kuonyesha ushirikiano wote kwamba yeye ni kama mke wa Tony. Na huku kwa upande wa Wendy tunaona akiwa ofisini leo kuna siri ambayo imekwenda kujulikana kwa sababu alikuwa amekaa lakini akatoa vidonge vya kuzuia mimba. Na vidonge vile akaviona yule mpenzi wake wa kazini ambaye ndio huwa anamtumia kupunguza hamu zake. Kwa hiyo leo akaona, akamuuliza, mbona ni kama vile unatumia vidonge vya kuzuia mimba na wewe una mume, kwani inamaanisha wewe na mume wako hamtaki kupata mtoto? Lakini alichojibiwa akaambiwa fuata biashara zako kwa sababu haya hayakuhusu. Lakini huku upande wa Nawanda leo tunaona baada ya kukutana na kila kitu ameamua kwenda kazini na kumsubiri mke wake huko. Lakini baada ya kufika kazini kwa mke wake, anafika anakuta bosi yule ambaye ndo anajiita ni anko wake pamoja na mke wake ndio wanafika kazini. Ni nini ambacho kitaenda kutokea? Kwa sababu tayari Nawanda ameshapata mashaka. Huku kwa upande wa Chioma mambo yamekuwa sio mambo na kimenuka kwa sababu tayari Chioma leo imedhihirika ya kwamba ni mjamzito, kwa sababu alikuwa amekaa tu akajisikia kichefuchefu akakimbia chooni na kwenda kutapika.